moja ya kiroho. Ndio maana mimi nimewahi kuona watu wanashiriki damu ya Yesu, pepo linamwachia. Mtu anashiriki damu ya Yesu, ugonjwa unaondoka. Kwa nini? Kwa sababu unaposhiriki damu au na mwili wa Yesu, unakuwa umechukua ule uhai wake, umeuingiza kwenye system yako. Okay, wangapi wanajua kwamba madaktari wanasema kwamba wewe ni matokeo ya chakula unachokula, sio? Si ndio? Yaani wewe ni matokeo ya chakula unachokula. Kwa nini wanasema hivyo? Kwa sababu chakula unachokula ndio kinakwenda kwenye system yako, kinaenda mpaka kwenye DNA yako, inaenda mpaka kwenye mfumo wako. Sasa unaposhiriki meza ya Bwana kwa ufahamu huo, manake na kwa imani hiyo, manake unairuhusu damu ya Yesu iende kwenye mfumo wako, kwenye DNA yako. Kuna mtu ananielewa? Sasa hii ni swala la kujua. Utaijua kweli, na hiyo kweli itafanya nini? Itakuweka huru. Meza ya Bwana unaweza ukaifuata tu kawaida na isikusaidie chochote. Unaweza ukaifuata tu kama mtu wa dini na isikusaidie chochote. Halo? Hii meza ya Bwana ni ajabu sana ukienda kwa ufahamu. Nimewahi kuona mahali watu wanashiriki meza ya Bwana, watu wote wenye mapepo walishindwa kushiriki. Na ni meza ya Bwana, ni juisi hiyo imeombewa. Yaani ikishaombewa inabadilika. Okay, wangapi wamewahi kwenda kubatiza pale baharini, sio? Bahari ile si kubwa, mpaka South Africa mpaka India, sio? Tukasema tunaiombea hii maji, tunatakasa ya maji kwa ajili ya kubatiza watu wa Mungu. Ukoona watu wanakimbia, wataki kubatizwa, lakini wanakimbia wakienda kule. Naona sehemu moja kule Duluti, wanakimbia wakienda kule, wanaenda kuogelea, lakini haya tu yaombea wamekimbia. Na wale watu nafikia wakupata ufahamu kuambukiza yote mpaka kule, maana ungeweza kuiambukiza. Are you getting the picture? Sawa. So lile neno la imani ndio linamata. So kwa inaweza kawa ni juisi, lakini unapoenda kwa ufahamu kwamba leo hii damu ya Yesu ninayoishiriki inakwenda kwenye mfumo wangu, kwenye DNA yangu, na kung'oa kila kitu kilichopandwa, hata kama ni vizazi vya ngapi kule nyuma. I'm telling you, inawezekana. Kwa nini? Kwa imani vyote vinawezekana. Ukienda na that understanding, ukienda na ufahamu, uelewa namna hiyo, meza ya Bwana inakwenda kushughulika. Ndio maana unaweza ukashangaa leo hapa ukaona kuna watu wanapigwa samasolti, kuna watu vitu vinangolewa, na kuna wengine utaenda usiku ukilala kwenye ndoto unaanza kuona kuna malaika, kuna madaktari wamekuja wamevaa na nini zile nguo za madaktari, wanaanza kukufanyia operation, alafu unashangaa kitu gani kinatokea. Hapana, damu ya Yesu imekwenda kule na imeprovoke malaika kuja kufanya operation. Kuna kitu kinatokea. Mimi nakwambia leo tu, sio wiki hii, kuna watu watakuwa huru leo. Nasema kuna watu watakuwa huru leo. Unajua una haja ya kungojea kesho. Uzuri wa Yesu wetu, Biblia inatuambia ni yeye jana na leo na hata milele na kesho. Kwa nini umngojee kesho wakati anapatikana leo? Kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo unaposhiriki damu ya Yesu kwa essence, nisikilize, meza ya Bwana, watu wengi wanaoendea kidini huwa hawaelewi. Meza ya Bwana inaweza kukupa matokeo kulingana na tafsiri yako ulionuia katika ulimwengu wa roho kwa imani. Ndio maana mtu anaweza akashiriki meza ya Bwana. Niliona siku moja mtumishi wa Mungu Mwakasege alifundisha ikanibadilisha sana, na akatoa shuhuda nyingi sana. Mtu amekwenda kushiriki meza ya Bwana kwa niaba ya mtu. Mama mmoja alienda kushiriki meza ya Bwana kwa niaba ya binti yake asiyezaa, binti yake akabeba mimba. Mtu alishiriki meza ya Bwana kwa niaba ya mtu ambaye alikuwa mahututi kitandani. Amemaliza kushiriki, mtu akashuka kitandani. Yaani mambo ya Mungu, ndio maana usimweke Mungu kwenye box. Mungu ni jinsi ulivyoamini wewe. Yaani mtu anaweza kashiriki meza ya Bwana kwa ajili ya biashara. Nakumbuka wakati tumekuja Tanga, wakati fulani familia yetu ilikuwa inaumwa kabisa, inaumwa. Roho Mtakatifu akawa ananiongoza kitu cha kufanya, lakini unajua wakati mwingine huwa tunapuuzia. Nilipoenda Arusha, mamangu akiroa akaniambia Mchungaji Manase, Roho Mtakatifu ananiongoza mshiriki meza ya Bwana mwezi mmoja na familia yako. You remember my wife? Tukashiriki meza ya Bwana kwa mwezi mzima. Ugonjwa ulitoweka moja kwa moja. Sawa. Mwili wa Yesu na damu ya Yesu ni multipurpose, inaweza kwenda mahali popote. Mtu anaweza akasema ile nyumba yangu ambayo haijengeki miaka 10, na shiriki meza ya Bwana kwa ajili ya ile nyumba. Unashangaa watu wanaanza kukutumia hela ya kujenga nyumba.
Usilimiti vitu vya kiroho kwenye mtazamo wa kiakili, utakaa sana. Vitu vya kiroho ni kitendawili kwa watu wa mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapoenda kushiriki meza ya Bwana leo, wewe na mimi, kwa sababu wewe una yako na mimi na yangu. Usifikiri kwa sababu mimi ni mchungaji sina ya kwangu na yangu. Halo, unaenda kushiriki ukiamini kwamba itaenda kung'oa mapando ambayo Baba wa mbinguni hajayapanda kwenye system, kwenye mfumo wako, kwenye mfumo wako. Kama naongea na mtu sema amen. Hivi vitu vina waki mpendwa. Halo, nimeshawahi kuona watu wanaombea, wanaambiwa leo nakutenganisha na mfumo. Unaona mtu anaanza kutapika damu. Mwahi kuona? Siku moja binti mmoja akatutapikia irizi 3. Alikuwa Pongwe sijui. Irizi 3. Wazazi wamehangaika shule zote na nini. Tulipo dili na mifumo iliyomkamata, sijui walikuwa wakizaliwa bibi yao sijui anawaekea nini, yani tabu. Halo, yote leo inaenda kuondoka, sema amina. Zingine zote hazina shida, hazikuhusu kabisa, lakini kuna moja tu. Unajua kwa nini ina shida? Hiyo moja iko kwenye mfumo fulani, sawa sawa, iko kwenye kodi fulani. Hiyo kodi hiyo lazima ing'olewe na damu ya Yesu, sawa sawa. Kama ni pin number, kama ni kodi, kama ni whatever, lazima ifuate kule kwenye system yako na itoke. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 12:11 anasemaje? Na wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. So the blood of Jesus can overcome. Damu ya Yesu inaweza kushinda. Damu ya Yesu inaweza kushinda. Haleluya. So leo tunaanza kudili na hilo eneo. Kama uko tayari, tutaanza kuomba kwenye hilo eneo. Na uzuri ni kwamba kuna maeneo ambayo wewe unafahamu ya kwako. Mimi nimesema general, sawa sawa, mimi nimesema tu general, lakini wewe unafahamu eneo gani ambalo umebanwa, kuna kitu kinatakiwa king'olewe. Unaweza ukawa unalalamika. Mimi huwa nawaambiaga watu, unajua unaweza ukawa unalalamika watu wakupendi, si ndio? Watu wanakusema vibaya. Hayo ni mawazo ya kitoto. Umeelewa? Kama kuna maisha kama hayo ya kukataliwa na nini, kuna roho zinazohusika. Shida sio wale watu, shida iko kwako. Bwana Yesu asifiwe. Shida iko wapi? Kwako. Alright. Umewahi kumwambia mtu aliyeokoka, ameokoka vizuri kabisa, lakini unafika mahali kwenye maombi, mapepo yanasema huyu ni wa kwetu, mizimu inasema huyu ni wa kwetu. Sasa unajiuliza ni wa kwao namna gani na ameokoka? Lakini kabisa wanasema huyu ni wa kwetu na hatuwezi kumwachia, sisi tuna utaratibu wetu na nini, sawa sawa. Mchungaji mmoja alinipa ushuhuda wa mchungaji mmoja ambaye ana kanisa kubwa, sitaki kutaja ni wapi. Alikuwa na kanisa la watu kama 400. Siku moja yule mchungaji akampigia simu akaniambia, nimekuona kwenye TV, naomba nije tuongee. Akamwambia njoo. Yule mchungaji alivyoenda akamwambia, bwana, kwenye dhehebu letu kuna vitu hatuamini, lakini nimekuja uniombee. Mimi nikikemea mapepo kanisani, siku hiyo silali usiku. Yaani nachapwa mijeledi usiku. Umesha kujiuliza mchungaji wako amechapwa mijeledi usiku kucha kwa sababu alikemea mapepo Jumamosi afu Jumapili anakuja? Kwa akasema mimi nimeacha kukemea mapepo kwa sababu nachapwa. Yule rafiki yangu ananiambia alivyoanza kuomba, baada ya dakika 5 mchungaji akaingia chini ya meza. Mizimu inasema huyu ni wa kwetu, tumemwambia ahubiri mambo yake lakini asituguse. Umesha kujiuliza mchungaji wako sio wa kwako, lakini tupige picha tu, mchungaji wako sio wewe unaniangalia online, lakini mchungaji wako ambaye anakuhubiria vizuri tu, lakini kuna kipande chake kinamilikiwa. Yaani nakupa mifano tu ujue kwamba sio mechi ya kitoto. Ukiamua kuichezea hizi siku 4 wala hamna kitu utapata.
Ni mechi ya watu walioamua. Bwana asifiwe. Kama uko tayari sema amina. Kama uko tayari sema amina. Sema kwa jina la Yesu. Simama kwa miguu yako, sema kwa jina la Yesu. Kulingana na Yeremia sura ya 21 kuanzia mstari wa 20, mimi ni silaha ya vita. Bwana amenifanya kuwa silaha ya vita kwa jina la Yesu. Siku ya leo ni siku yangu ya kutumia silaha nilizo nazo kuchimbua, kung'oa kila kitu cha adui, cha mizimu, cha ukoo kilichorithishwa kwenye DNA zangu kwa jina